Na jambo mpendwa mtazamaji wa Tukutane TV popote ulipo ulimwenguni, tunakukaribisha rasmi kuweza kufuata taarifa yetu ya habari kutoka kitengo hichi cha habari cha Tukutane TV, ambapo tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutaanza taarifa yetu ya habari hapo mjini Uvira, ambapo jeshi la taifa FARDC kupitia operesheni yake Sokola ya pili jimboni Kivu ya Kusini, kupitia msemaji wake Lieutenant Makamo Mbuyi Kalonjirgen, ameweza kutoa tangazo kwa watu 4 wameweza kuuawa na majeruhi 14 na kulaumu wazalendo bandia waliosababisha vurugu hizo hapo mjini Uvira. Tutakuwa hapo mjini Uvira mpendwa mtazamaji, ambapo mtu mmoja auawa na watu 5 waweza kujeruhiwa katika kanisa la Katoliki Sainte Famille pa Ruvungi tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka 2025 Jumapili. Na kadhalika tutakuwepo mjini Bukavu, ambapo zaidi ya nyumba 20 zimeweza kuteketea kwa moto na watu wasiopungua 3 wameweza kuungua katika moto huo Jumapili hii ya tariki 23 mwezi wa 11 mwaka 2025. Tutamaliza makala yetu ya taarifa habari na habari zitokazo huko nchini Tanzania kwamba mwandishi habari toka nchi ya Kenya Larry Madowo ameweza kuandika documentary ambayo imeonyesha wazi vurugu zilizotokea katika uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania na kisha uchaguzi, huku serikali ya hapo nchini Tanzania ikisema kwamba mwandishi huyo atakapokanyaga katika nchi ya Tanzania aweze kukamatwa kwa kuweza kutoa taarifa zisizokuwa za kweli. Mimi ni Juma Masuku, kwa nyuma kamera ni Pepe Wilonja. Karibu kuweza kufuata makala yetu ya habari ya siku ya leo. Habari kamili. Jeshi la taifa FARDC ndani ya operesheni Sokola ya pili Kivu ya Kusini kupitia msemaji wake Lieutenant Makamo Mbuyi Kalonjirgen ameweza kutangaza vifo vya watu 4 na majeruhi 14 na kuweza kulaumu wazalendo bandia kwa kusababisha vurugu hapo mjini Uvira. Jeshi la operesheni Sokola ya pili jimboni Kivu ya Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetoa taarifa kuhusu mapigano yaliyotokea Jumapili kati ya wanajeshi wa FARDC na kundi linalojiita wazalendo katika mji wa Uvira. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, jeshi limewatuhumu wazalendo bandia kuwa ndio chanzo cha vurugu. Kulingana na taarifa ya awali ya jeshi, watu 4 wamefariki dunia, wazalendo 2, mwanajeshi mmoja wa FARDC na raia mmoja ambaye alikuwa dereva bodaboda. Aidha, watu 14 wameweza kujeruhiwa vikali katika hao wa raia 9, wanajeshi 2 wa FARDC na wazalendo 3 wameweza kujeruhiwa vikali. Pia jeshi limekamatwa bunduki 3 za AK-47 kutoka kwa wahusika hao wa vurugu. Baadhi ya majeruhi walikimbizwa katika hospitali ya kijeshi ya marejeo, huku wengine wakipelekwa katika hospitali ya Jumuiya ya Uvira. Jeshi linasema idadi hii ni awali na uchunguzi bado unaendelea. Akizungumzia tukio hilo, Lieutenant Makamo Mbuyi Kalonjirgen, msemaji wa operation Sokola ya pili jimboni Kivu ya Kusini, alisema kuwa kwa ufanisi wa vikosi maalum ya batalioni na uingiliaji wa haraka, jeshi limefanikiwa kuzima jaribio la vurugu lililofanywa na wazalendo bandia siku ya Jumapili ya tariki 23 Novemba mwaka 2025 katika mji wa Uvira ambao ni makao ya muda serikali ya mkoa wa Kivu ya Kusini. FARDC imethibitisha kuwa vurugu hizo zililemaza shughuli za jiji la Uvira na kwamba wahusika walilenga kuwatia hofu wananchi na kuhujumu juhudi za serikali, hasa zile za Rais Antoine Felix Tshisekedi Chilombo za kuleta amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mfupi ujao. Kwa upande mwingine, kamanda wa mkoa wa kijeshi wa 33 na kamanda wa task force jimboni Kivu ya Kusini Maniema, Brigadier General Ilunga Nkamba Janjak, ameweza kutoa wito kwa wakazi wa jimbo wa Kivu ya Kusini kuto kukubali kupotoshwa na kutumiwa katika juhudi zozote za kuvuruga nchi na mitandao inayodaiwa kuhusishwa na AFC 23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda. Amesisitiza kuwa wakazi waendelee kuamini jeshi la taifa FARDC na kutoa taarifa za wahalifu wowote. Jeshi limehakikisha kuwa hali imetulia ndani ya mji wa Uvira ambao maeneo yaliyoathirika
na maeneo hayo yamekuwa tulivu kabisa. Tubaki tu hapo mjini Uvira, na mtu mmoja auawa na watu 5 wameweza kujeruhiwa kwenye shambulio la risasi katika parokia ya Saint Etienne Famille pa Luvungi Jumapili ya tariki 23 mwezi wa 11 mwaka 2025 saa 11 alfajiri katika parokia ya Saint Famille pa Luvungi, siku moja baada ya tukio la mauaji lililotokea Sange bado katika eneo la Uvira Jumapili ya tarehe 23 Novemba mwaka huu ambao tunao huko Luvungi kulitokea janga jingine. Msiba umeikumba jamii ya waumini wa kanisa Katoliki mapema asubuhi kati ya saa 10 na saa 11 alfajiri, wakati waumini na vijana wauaji kutoka Lubarika, Luvungi, Bwegera na Luberizi walipokuwa wamekusanyika katika parokia ya Saint Famille kwa ajili ya shughuli zao za kiimani. Mwanaume mmoja ambaye bado hajafahamika alifyatua risasi dhidi ya waumini hao. Mtu mmoja alifariki papo hapo na angalau wengine 5 walijeruhiwa vibaya. Hali halisi ya tukio bado haijafahamika. Baadhi ya mashuhuda wanasema kulikuwa na kutokuelewana kati ya vijana hao na mlinzi wa parokia anayehusika na kundi la wazalendo ambaye anadaiwa kuwa ndiye aliyesababisha tukio hilo. Inasemekana kwamba alikwenda kuchukua silaha kisha kufyatulia risasi waumini hao kwa karibu, ingawa taarifa hizi bado si rasmi. Majeruhi wamesafirishwa katika dharura kwenda hospitali ya Luvungi na wengine kwenda Uvira kwa ajili ya matibabu. Viongozi wa eneo hilo pamoja na uongozi wa kanisa wameanzisha uchunguzi ili kubaini watuhumiwa na kuelewa kwa undani mazingira ya tukio hilo. Tukio hili limeacha jamii ya Luvungi ikiwa katika huzuni na mshangao mkubwa. Watu wasiopungua 3 wamejeruhiwa na takribani nyumba 20 kuteketea kwa moto usiku wa kuamkia Jumapili ya tariki 23 Novemba mwaka 2025 katika mtaa wa Panzi mjini Bukavu. 23 Novemba mwaka 2025 katika eneo la Meja Vangu, mtaa wa Panzi katika manispaa ya Ibanda. Sehemu ya shule ya Tuendelee ikiwemo madarasa 6 nayo imeteketea na mengine 10 kubomolewa ili kuzuia moto kuendelea kusambaa. Kwa mujibu wa uongozi wa kijamii wa manispaa ya Ibanda, miongoni wa waliojeruhiwa ni Bi Teresa binti yake pamoja na Bonke Amisi na Mbale Bugabo. Watu 5 wamepoteza maisha katika maporomoko ya ardhi mtaa wa Nyalukemba. Tunalalamikia kupotea kwa mahali, lakini tunashukuru Mungu kwamba hakuna mtu aliyepoteza maisha isipokuwa majeruhi wachache tu, anaeleza Murula Machimbuko, mwenyekiti wa uongozi huo wa kijamii. Huko Bukavu matukio ya moto hutokea mara nyingi hususan wakati wa kiangazi, lakini tangu mwezi wa Oktoba majanga kadhaa yametokea licha ya kuwa ni msimu wa mvua, yakisababisha uharibifu mkubwa na kuwatia wasiwasi wakazi. Bado watu wanakumbuka moto uliwaua familia na watu 10 katika manispaa ya Kadutu. Huku kukiwa na janga hili jipya, jamii ya kiraia inatoa wito wa msaada wa haraka. Inawalika watu wote wenye mapenzi mema kitaifa na kimataifa kuwasaidia familia zilizoathirika ambazo sasa hazina makazi na zinaongezeka kwenye orodha ndefu ya waathirika wa moto mjini Bukavu. Pia inazitaka mamlaka kuimarisha mfumo wa kinga na hatua za dharura dhidi ya moto. Tumalize taarifa yetu ya habari na habari zitokazo huko nchini Tanzania. Dokumentari aliyoitoa mwandishi habari wa Kenya Larry Madowo kuhusu vurugu wakati wa uchaguzi na kisha uchaguzi nchini Tanzania imeleta taharuki kubwa, huku serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Watu wa Tanzania imesema kwamba mwandishi habari huyo atakapokanyaga nchini Tanzania aweze kukamatwa kwa kutoa taarifa zisizokuwa za kweli. Aliongeza kuwa ingawa anaweza kuingia Tanzania kama mtalii, kwa kuwa raia wa Kenya hawezi kuripotia akiwa studio ya mtalii, na kufanya hivyo kunaweza kumweka hatarini kisheria.
Madoa pia alisisitiza kuwa waandishi wa habari nchini Tanzania wanakabiliwa na unyanyasaji na kuonewa wanaporipotia masuala ya kisiasa au masuala nyeti. Alisema kuwa baadhi ya waandishi wa ndani hawakupewa vibali vya kuripoti uchaguzi huo. Baada ya uchunguzi, Madoa aliongeza uchunguzi wa CNN unaodai kuwa polisi wa Tanzania walipiga risasi waandamanaji. Ripoti hiyo ilionyesha kuwa ushuhuda wa watu na video zilivyofuatiliwa matukio ya ghasia hizo. Uchunguzi huo wa kitengo cha habari toka huko Marekani, Larry Madoa alisema kwamba taarifa zilizokusanya zilithibitisha kwa uangalifu ushahidi wa sauti na video zilizoshutiwa. Ripoti ya CNN ilisababisha serikali ya Tanzania kujaribu kujibu. Kulikuwa na briefing ya serikali baada kuhusu mada hiyo ya ripoti kutoka kitengo hicho cha habari. Mawazo ya Larry Madoa kuhusu hatari ya kuingiza uandishi bila kibali. Madoa alionya kwamba kuingia Tanzania na kuripoti bila idhini ilikuwa ni hatua hatari, inaweza kusababisha kizuizi sheria, hata kuwekwa chini ya hatari ya kuteswa. Pia alibainisha kwamba waandishi wa kigeni wanaomba vibali, lakini maombi yao hayapokelewi kabisa. Hapa ndipo tumeweza kufika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili, ambapo limeletwa na Juma Masuku. Kwa nyuma kamera ni Pepewe Uilonja. Mbele mtazamaji, usikose kusubscribe channel yetu ya TKETV Baraka. Uandike tu hivyo utakwenda kuipata popote ulipo duniani. Pia usikose kushare taarifa hizi ili watu wengine wao wanapata taarifa kwa wakati. Tukutane katika taarifa zingine. Asanteni.